Neno la Mungu katika Ufunuo sura 19 mstari wa 4, na wale wazee 24 na wale wenye uhai 4 wakasujudu na kumwabudu Mungu akaite katika kile kiti cha enzi wakisema amina, haleluya. Mungu mtakatifu, mtakatifu, tazama tunakuja mbele zako tukisema amina, haleluya, kwa sababu unastahili. Wewe unastahili Bwana, unastahili Jehova. Hakuna kama wewe, hatujawahi kuona kama wewe Bwana. Mahali hapa hayupo kama
kama wewe, hayupo kama wewe. Tunaungana na wale wazee 24, tunaungana na wale maserofe, tunaungana na wale maserofe Bwana kukuabudu, kwa sababu hatujaona kama wewe. Mahali hapo umetukuka, mahali hapo umetukuka, umetukuka Jehova, umetukuka Bwana. Kigoma umetukuka, Tanzania umetukuka, dunia nzima inatukuka Bwana, umetukuka Jehova. Wewe ni Mungu hai, hakuna kama wewe. Jioni ya leo, jioni ya leo umetukuka mahali hapa, umetukuka mahali hapa. Tunaungana na wale wazee 24 tukisema haleluya, 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 haleluya. Ungana na wale wazee 24, sema haleluya, 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 haleluya. Unastahili, unastahili, unastahili. Haleluya, haleluya. Hakuna kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe. Unastahili Bwana, unastahili Jehova, unastahili Jehova, unastahili Jehova, unastahili Bwana, unastahili Bwana, unastahili Bwana. Haleluya, 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 haleluya. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe. Mwambie Bwana mshaona kama yeye. Ana nguvu za ajabu, ana nguvu za kukumbusha, ana nguvu za kuongoza. Yupo Bwana mabwana, yupo Mungu mweza yote. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. 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 Sijaona kama wewe, mwenye 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 nguvu namna hii. Sijaona kama wewe.
namna hii, sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, mimi sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, 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 sijaona kama mimi sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, mimi sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, mimi sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, mimi sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, sijaona mwenye nguvu namna hii, mwenye nguvu kama wewe, sijaona kama wewe, mwenye nguvu namna hii, 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 sijaona kama unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kuabudiwa.
kuabudiwa, unastahili. Oh, sijaona kama wewe. Roho sete. Sijawahi kukuona. Sijaona Yesu, sijaona wenye nguvu kama zako, wenye upendo kama wako, wenye neema kama yako. Tunakushukuru Bwana kwa fadhili zako na neema yako. Umestahili kuabudiwa, umestahili kuabudiwa. Bwana, kwenye kitabu cha Kutoka umesema, Bwana, katika mbingu yote ni nani aliye kama wewe? Wewe ndiye mtukufu katika utakatifu. Ni wewe peke yako unayekopeka katika sifa. Ni wewe Mungu unayekopeka katika sifa, uliyevuma kwa upepo wako, bahari kafunikiza adui. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya fadhili zako. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neema zako. Asante Bwana kwa fadhili. Asante Bwana kwa utukufu. Hautanyamaza, hautatuacha hata hozi moja. Utukufu ni wako, neema ni yako Yesu, hata milele na milele. Amen. Amen. Kwa nafasi yako kaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama uko na amani, mpigie Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uwe hai mtu wa Mungu. Ya binafsi namshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema na kibali tena kuwepo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya namshukuru Mungu kwa sadaka hiyo aliyoachilia ndani ya moyo wangu na ndani ya maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya Jumapili ya mwisho kabisa ile nilikuweko hapa, lakini siku ya Jumatano niliondoka. Kwa sikufanikiwa. Mungu nimefika asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu nimefika asubuhi ya leo. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu kila kitu alichokikusudia katika safari yangu au katika safari yetu, Mungu amekifanikisha kwa 100%. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu yako, kwa sababu nakumbuka wiki ile niliwaambia tutakuwa na ibada, tutakuwa na semina. Nashukuru Mungu kwa sehemu nilibanwa kidogo, sikufuatilia ile semina vizuri, lakini kwa sehemu nilichungulia nikawaona wachache. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia namshukuru Mungu kwa sababu yako maono mengi, yako malengo mengi, yako makusudi mengi ambayo Mungu anatamani tumtumikie nayo mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndo maana naona mwaka huu ni mwaka wa safari, umekuwa na safari nyingi sana kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata usishangae tena wiki ijayo nikaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila kwanza nipo kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Maana nilikuwa nimeshamisi kuabudu kama hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa namshukuru Mungu kwa sababu amenipa neema. Nimekwenda salama, nimerudi salama. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu ambaye nilitembea naye ila yeye nilimtanguliza. Njoo wasalimie kidogo. Yeye alitangulia kabla yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nina kila sababu ya kusimama mbele za Mungu na kumtukuza na kumwinua na kumshukuru kwa ajili ya matendo makuu ambayo ametutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikuwa ni mwishoni mwa mwezi wa 6, niliondoka hapa na kuelekea Dar es Salaam. Ninamshukuru Mungu alinipeleka salama na nilifika salama, lakini pia ninawashukuru kwa maombi yenu.
wote ambao mlijitoa kwa ajili ya kutamka neno moja kwa ajili yangu, hakika Mungu nilimuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia ninamshukuru Mungu, siku ya jana nilianza safari kutokea Dar es Salaam kurudi nyumbani. Hakika Mungu nimemuona, hata kwa familia yangu, watoto wangu wote walibaki. Ninamshukuru Mungu, wote nimewakuta wakiwa salama, hata wote waliobaki katika malango yangu nimewakuta wakiwa salama. Lakini pia hata wote wana Ebenezeri wote sikusikia taarifa mbaya, wala wakiwa ni wagonjwa, wote wakiwa ni wazima. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninawashukuru sana kwa kuendelea kujumuika mahali hapa, kuabudu mahali hapa. Hakika Mungu tunaendelea kumuona, hakika Mungu anaendelea kujidhihirisha katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asante. Okay. Huu ni mwezi wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Katikati hapa kulikuwa kuna vitu vingi kidogo, lakini natamani kwa sehemu ni kumegea kitu ambacho Mungu alitupa kwa ajili ya mwezi wa 7. Aliyotumwagia kwa ajili atupe kwa ajili ya mwezi wa 7. Kwa kidogo changamoto zilikuwa hekaheka zilikuwa nyingi, mikimbizano ilikuwa ni mingi. Lakini natamani kidogo tupate sehemu kidogo ya kipande cha mwezi wa 7. Kama kitatufikisha mwezi wa 8 sawa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. 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 Chukua sasa daftari yako na kalamu yako. Lakini pia kwa ukiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kufuatilia chaneli yetu na mafundisho yetu ya Ebenezeri, unaweza kusubscribe na kulike ili uwe kwanza kabisa kupata notification tunapoachilia ibada zetu au vipindi tofauti tofauti tunavyoviweka. Kwa unaweza ukawa kwanza kabisa kwa kubonyeza subscribe, itakujia alama kengele, utagusa hiyo imeandikwa all, kwa utakuwa umejiunga kabisa na kuwa familia mwana Ebenezeri. Kitu chochote kitakachowekwa kwenye mitandao au kwenye magrupu yetu utakuwa mtu wa kwanza kabisa kukipata. Bwana Yesu asifiwe. Tuna kichwa cha somo kinachosema siri ya mauti au ya baraka iliyofichwa kwa wana wako. Siri ya baraka au mauti iliyofichwa ndani ya wana wako au ndani ya uzao wako. Siri ya baraka au mauti iliyofichwa kwenye wana wako au uzao wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa safarini nakuja, nilikuwa kuna kitu kingine kabisa, nikamwambia Mungu kulingana na dakika na muda kidogo ambao umebaki mbele kwa ajili ya kukata huu mwezi, umebakia kidogo sana. Kwa nikaa nimeandaa kitu kingine, lakini namshukuru Mungu nikiwa katika ardhi mkoa fulani nikasikia Mungu ananisemesha kwa kasi. Na hata tulipoanza mkoa wa Kigoma nikasikia msisitizo. Nimefika kabisa na karibia hapo nikapewa tena msisitizo mwingine kwa habari ya jambo hili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kitabu ambacho kinachobeba somo letu ni kitabu cha Zaburi. Zaburi 100 sura ya 27. Zaburi ya 100 sura ya 27 kuanzia kifungu cha 3 mpaka cha 5. Biblia inasema hivi: tazama, wana ni urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Tarudia. Tazama, wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu. Kama mishale mikononi mwa shujaa, ndivyo walivyo wana wa ujanani. Heri mtu yule aijazae pondo lake, hivyo naam, hawataona haya kusimama langoni na adui. Hawataona haya kusimama langoni na adui. Kifungu cha 3 anasema tazama, wana ndio urithi wa Bwana. Wana ndio urithi wa Bwana. Wana ndio urithi wa Bwana, uzao wa tumbo ni thawabu, kama mishale mikononi mwa shujaa.
mstari wa 5b unasema hawataona haya kusimama rangoni na adui. Siri ya baraka au laana au aweza ita mauti iliyofichwa kwenye wana au uzao wa tumbo lako. Biblia inasema wana ni thawabu, wana ni uzao wa Bwana, ni thawabu. Sikiliza, Mungu hakuwaleta wana kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuwaleta wana kwa bahati mbaya. Ukiona kila mwana aliyekuja kwenye maisha yako, kuna kitu ambacho Mungu amebeba kwa ajili yako. Narudia, ukiona Mungu ameruhusu wana wamezaliwa kwako, wana wa kiume na wana wa kike, utakuwa sawa sawa. Uko mpango wa Mungu au liko kusudi la Mungu aliloliachilia ndani. Manake nini? Kama unakumbuka tulisema Mungu wetu, Mungu ni Mungu wa vizazi. Anasema anabatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 tamchukiao, si ndio? Lakini anasema anawalehema elfu na maelfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Mungu anapotaka kuachilia baraka, maana yake lazima achilie baraka mahali ambapo wako wana. Mwambie mwenzako wako wana. Maana yake nini? Wana ndio wanaotoa mwendelezo. Nisikilize. Kigezo mojawapo cha Mungu kumfanya Ibrahim kuwa baba wa imani, sio kwa sababu Ibrahim aliomba sana, sio kwa sababu Ibrahim alitekeleza kile ambacho Mungu alitaka afanye. Kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura 18 utaenda kusoma kuanzia kifungu cha 16. Biblia inasema Mungu akashuka akiwa anaelekea katika Sodoma na Gomora, akaanza kusemezana na wale malaika waliokuwa nao. Akasema kweli tumfiche Ibrahim kitu ambacho tunachokwenda kukifanya, kwa sababu tumeona na tumejua atakuwa taifa teule. Anasema na baada yake yeye atawaamuru wanangu wanae walishike nini? Agano lake. Okay. Kumbe patano litakalo litengeneza na Abraham halitafia kwenye mikono ya nani? Ya Abraham. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Ila patano hili Ibrahim atawafundisha watoto wake. Okay. Kama nikimpata Abraham, nimepata uzao wa nani? Wa Abraham. Narudia. Sikiliza. Hesabu za Mungu zilikuwa ziko hivi. Hesabu za Mungu ilikuwa sio kwa Abraham. Kwa sababu Biblia inasema hivi, mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Mwanadamu aliyezaliwa na nani? Hivi hapa mnaonitazama na mnaonisikiliza, kuna ambaye hajazaliwa na mwanamke? Jibu ni hapana, si ndio? Wote tumezaliwa na nani? Kanuni inasema hivi, siku zake za kuishi huyo aliyezaliwa na nani? Na mwanamke, sio nini? Sio nini? Kwa hiyo Mungu alitazama kwamba Ibrahim amezaliwa na mwanamke. Na kwenye kitabu cha Mwanzo ile sura 6, Mungu anasema roho yangu haitashindana na mwanadamu kwa sababu yeye ni nani? Ni mnyama. Na anasema na mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuishi sio nyingi. Manake nini? Kama Mungu akiweka agano na Abraham likaishia kwa Abraham, manake faida aliyokuwa anaitaka kuipata hataipata, kwa sababu kigezo mojawapo Ibrahim amezaliwa na nani? Na mwanamke. Kwa hiyo siku zake za kuishi sio nini? Sio nyingi. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo anapoachilia agano la baraka au anapoachilia agano la uzima, moja kwa moja analiachilia kwa Abraham. Halafu Mungu anamfundisha Abraham. Akishamfundisha Abraham, Abraham anawafundisha wanawe kawaida ya lile agano walionalo. Narudia, siri ya baraka ya kila kizazi imefichwa kwa wana. Tunakwenda sawa sawa. Ila hawa wana
Wamefungiwa wapi? Wamefungiwa kota moja. Ni kwamba hawa wana ni urithi wa Bwana, ni kama mishale mikononi mwa nani? Kwa shujaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Mshale wowote unaenda mahali uliko ufanyaje? Uliko utumwa ufanyaje? Uende. Tunakwenda sawa sawa? Unakwenda mahali ambapo unakotaka kwenda. Biblia inasema, Mungu anamwambia Yeremia, utakwenda kwa yeyote nitakaye kutuma. Tafsiri ya kwamba wana wanatakiwa waelewe kile ambacho Mungu amekuweka kwenye viuno vya mababa. Sasa tunaona vizuri. Kwa Mungu anawaambia wale malaika, tusimfiche Ibrahim, kwa sababu tutakatomficha leo atakosa sababu ya kuwafundisha wanaye. Sikia hapa, tunaona vizuri. Tunaona vizuri hapa. Kwa hatumfichi Ibrahim sio kwa sababu tunampenda. Tukimficha Ibrahim, Ibrahim atakuwa hana sababu ya kuelekeza hao wanaye. Sikiliza, Israeli wanaondoka, wanatoka Misri wanaenda Kanaani. Pale katikati walipokuwa wakipita kwenye magumu, walikuwa wanapata mafundisho rejea. Mafundisho rejea ya kwamba wanamwambia hivi, yako wapi matendo yako makuu ambayo baba zetu walituhadithia? Nikuulize swali, mpaka umekuwa umefika hapo, kuna mambo gani ambayo baba yako amekuhadithia ya kumuhusu Mungu unayemwabudu leo? Au kila mmoja aliacha ajitegemee kama mtoto wa bata? Au kila mmoja anapambana kivyake na hali yake? Bwana Yesu asifiwe. Wanauliza, wanasema, yako wapi yale matendo makuu ambayo baba zetu walifanyaje? Walituhadithia. Wapi? Kwenye kitabu cha Mwanzo 18 Mungu anasema tusimfiche Ibrahim, kwa sababu tukimficha Ibrahim hatakuwa na sababu ya kuambia watoto wake habari zetu. Matokeo yake watoto wao watakuwa kila kizazi kina mungu mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Biblia inasema hivi, watoto wenu watafundishwa na Bwana. Bwana yupi? Maanake Bwana anifundishe mimi na mimi nikawafundishe wanangu. Tunakwenda sawa sawa? Na wanangu wakafundishe wana wao, na wale wana wafundishe, kwa sababu anasema wana ni thawabu, ni kama mishale mikononi mwa nani? Mwa shujaa. Tafsiri ya kwamba kama Mungu ametembea na mimi kwa ukubwa huu, tunakwenda sawa sawa, maana yake kwa wanangu inatakiwa yawe mara 7 yake. Simeelewa vizuri? Kwa kama shetani alishindwa kuniweza mimi, maana yake hataweza kumpiga mwanangu hata mmoja. Kwa nini? Anajua kanuni inatembeaje. Kwa wana ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Tafsiri ya kwamba ukiwa na watoto ukalia hauna baraka, una matatizo wewe. Hapa kuna aliyeelewa. Ngoja nirudie. Ni hivi. Ukiwa umezaa, unakwenda sasa, una watoto, una nini? Halafu unalia maisha bado ni magumu. Wewe kuna mahali ambapo wewe Mungu kuna mahali umeachana naye. Kwa sababu gani? Kila wana wanapokuja, Mungu huaga anaruhusu wana wanakuja kimehesabu. Wewe mwenzako kimehesabu. Manake Mungu anawaleta mahali ambapo wanaweza. Manake kama wana hawajafanyika baraka kwenye maisha yako, kabla hujaiona baraka unayotakiwa kutokea kwa wana wako, angalia neema uliyotakiwa kuiweka ndani ya watoto wako. Kwa sababu kipengele moja wapo ambacho kinaweza kikakuondolea sifa. Na nikwambie ukweli, kwenye hili eneo watu wengi wataenda motoni, si kwa sababu walikuwa wanatenda dhambi. Kipengele moja wapo kitakachowapeleka motoni watu, kipengele kitakachowapeleka motoni walokole, wachungaji, manabii,
walimu, nisiwafiche, ni kwenye eneo la kuwaelekeza wana Mungu wao na kawaida wa Mungu wa baba zao. Kivipi? Sikiliza, Biblia inasema hivi, wana wa Eli wakafanya aliyo mabaya machoni pa nani? Si mnasomaga hilo andiko, si ndio? Mliona madhara ambayo Eli aliyapata kupitia watoto aliozaa. Sikiliza, Mungu anamkataa Eli kwa sababu ya nani? Narudia, Mungu anamkataa Eli kwa sababu ya watoto aliofanyaje? Aliowazaa. Biblia inasema wakafanya yaliyo mabaya machoni. Nisikilize, ukiona mtu anafanya jambo limekuwa mabaya machoni kwa Mungu, uwe na uhakika ya kwamba limekuwa baya zaidi machoni pa watu. Narudia, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiona mtu anafanya baya machoni pa Bwana, uwe na uhakika ya kwamba mbele ya macho ya watu limekuwa baya zaidi. Biblia inasema hivi, Eli wakati anamaliza kazi ya ukuhani aliwaita watu akawaambia hivi, ni nani niliyemdhulumu? Hakuna aliyenyosha mkono hata huyo. Simeelewa vizuri? Akauliza, ni nani kwa mkono wangu nilipitisha sikutenda haki? Hakuna aliyenyosha mkono. Anasema ni nani niliyepokea kwake rushwa? Hakuna aliyenyosha mkono hata. Lakini Biblia inasema hivi, nalo neno la Bwana likawa adimu machoni pa Eli. Kitu gani kilichofanya neno la Bwana likawa adimu machoni pa Eli? Huyu jamaa hajatenda dhambi katika ukuhani wake. Tunaona sawa? Hajamuonea mtu, hajamuibia mtu. Biblia inasema hivi, Eli hakupokea rushwa. Sema, mtumishi, kwani makanisani kuna rushwa? Rushwa zipo. Rushwa zipo. Anapewa haki asiyekuwa na haki. Mwenye haki ananyimwa haki. Sema, mtumishi, kwani rushwa zikoje? Rushwa zipo, ziko za aina nyingi. Okay, ngoja nikumbushe. Wakati nikiwa niko shule nilikuwa katibu wa PCCB mkoa. Ngoja nikumbushe. Tulifundishwa kuna rushwa aina mbili. Kuna rushwa ya vitu, kuna rushwa ya maneno. Taona sasa. Na kuna rushwa kubwa kubwa na kuna rushwa ndogo ndogo. Zote ni rushwa. Umeelewa? Rushwa iko hapa. Ni pale ambapo tuna kanuni zinazotuongoza. Tunaona sasa. Ila zile kanuni hazina nguvu kwa watu wote. Mfano, tuna kanuni inatuambia kanisani kama hauhudhurii vipindi vya katikati, huhudhurii 1, 2, 3, tunakwenda sawa sawa. Maana yake huduma hizi hautafanyaje? Hutazipata. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo huyu mwenye kipato cha chini, hizo sheria zinakuwa zina nguvu. Zinafanya kazi kabisa. Tunakwenda sawa sawa. Lakini aliye na uwezo, hizo sheria kwake zifanyaje? Maana yake kiongozi aliyopo anapokea rushwa. Kwa sababu Biblia inasema haki huinua taifa. Kwa Eli anasimama, nilipokea rushwa. Anasema sijapokea rushwa ya mtu. Sijaona kwa mkono wako umepokea rushwa. Eli anasimama anasema hivi, kama sijatenda neno baya, basi tuweke ahadi yetu mimi na nyie leo. Mvua inyeshe. Biblia anasema mvua ilinyesha wakati wa kiangazi. Lakini Biblia inasema wakina Phineas walitenda mabaya. Wale mwenzako mabaya. Siku ya kufa wana wa Eli ndiko alikokufa Eli. Maana yake nini? Eli alitakiwa awaelekeze wanae kanuni. Mwambie mwenzako kanuni. Baraka Mungu anaachilia ndani ya mzazi. Halafu yule mzazi ndiye anatakiwa amfundishe watu kanuni. Sikiliza, ili uone baraka. Kama mtoto wako ulimpata kwa mganga kienyeji, mwambie mapema. Usisumbue kambi. Na kama ulimpata kwa Yesu,
nenda kamwambie kwamba wewe kanuni yenu ni hii. Kuna watu bado hajanielewa. Utaenda kusoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura 28 kifungu cha 9. Kipengele mojawapo ambacho Sulemani anamwambia Daudi, anamwambia Sulemani, anamwambia nawe Sulemani mwanangu, ukamjue Mungu wa nani? Wa baba yako, katika hali ya kumkubali na kumtafuta kwa moyo wako mkamilifu. Ila jambo la kwanza, umjue Mungu wa nani? Wa baba yako. Ukishamjua Mungu wa baba yako, ziko ahadi ambazo Mungu aliziahidi kwako kupitia baba yako. Nisikilize. Si hapo unakuja kwenye ibada kila siku. Sio, unaelewa? Uwe na uhakika. Ziko ahadi ambazo Mungu anakuahidi wewe, ila hata zitekeleza kwako, atazitekeleza kwa uzao wako. Narudia. Ziko ahadi ambazo Mungu ataniahidi mimi, ila hazitatokea kwangu, zitatokea kwa uzao wangu. Na ili wewe uzao wangu utokee, wapokee kile ambacho Mungu alizungumza na mimi, maanake lazima niwafundishe kanuni ya Mungu wa baba yao ni Mungu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunakwenda sawa sawa. Kanuni ya Mungu wa baba iko vipi? Kanuni inasema nini na kanuni haiseme nini? Kwa Mungu anazungumza na Abraham, anawaambia malaika tusimfiche, kwa sababu tumemuona baada yake atawaamuru wanaye. Sasa na kitu ambacho shetani alichowachezea wazazi wengi wa kuanzia waliozaliwa miaka 50 kuja huku, hawanaga kawaida ya kuwaambia watoto wao kawaida na misingi ya Mungu wao. Na ndio maana madhabahu wanayotumikia baba sio madhabahu wanayotumikia nani? Sikiliza, Mungu hakumchagua Samueli eti kwa sababu Samueli alikuwa ni mtoto wa ahadi. Kigezo mojawapo cha Mungu kumchagua Samueli ni Samueli kuwa na mwendelezo wa madhabahu ya kwao. Sielewi. Ni hivi, walikuwa Elikana alikuwa akifunga safari, yeye na mkewe na watoto wao walikuwa wakienda mwaka kwa mwaka Shilo. Walikuwa wakienda wapi? Shilo kwa Eli mwaka. Na Hana akaweka nadhiri mbele ya madhabahu wa Mungu aliyoko Shilo, akasema kama Bwana akinifungua tumbo langu nikazaa mtoto wa kiume, nitamnyonyesha, nitakapomaliza kumnyonyesha nitamleta kwenye nini? Kwenye madhabahu. Angalia kitu gani kinachotokea. Kale katoto kanazaliwa, kanamaliza kunyonya, Hana nakapeleka. Alikuwa anaenda kukaona mwaka kwa mwaka, mpaka watu wakahisi kwamba Samueli ni mtoto wa Eli wa nje. Kwa Eli, Samueli anajua nimepatikana kwenye madhabahu ya wapi? Ya Shilo. Anakaa Shilo, anafundishwa kawaida ya Mungu wa wapi? Wa Shilo. Sulemani anamjua Mungu wa baba yake Daudi ni nani? Eti wana wako wanamjua Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Na ndio maana Mungu alisema nafsi yake haitashindana na mwanadamu. Tulisemesha watoto, tuliwainvesia maisha ya kimwili, sikatai, yana maana, tunakwenda sasa, ila tukasahau ya kwamba maisha hayo bila Mungu kuhusika kuna mahala watakwama. Na ndio maana tuna wimbi la watoto wengi wamesoma hawana ajira. Tunakwenda sasa. Halafu baadaye kwa kuwa wamekosa ajira ndio nawapeleka kwa Yesu. Miaka hiyo 20 uliwaficha wapi? Nisikilize. Kuna aina mbili za wana.
Kuna wana waliozaliwa kwenye viuno vyako na tumbo lako, na kuna wana ambao Mungu amewaleta kwenye maisha yako kwa ajili ya kubeba kusudi ambalo Mungu amekuwekea ndani yako. Kuna aina mbili za wana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna aina mbili za wana. Wana wa kwanza ni wale uliozaa wewe kwenye tumbo lako au waliotoka kwenye viuno vyako. Tunaona sawa sawa? Lakini aina ya pili ya wana, kuna wale ambao Mungu anawaleta. Sio mtoto wa mjomba wala sio mtoto wa shangazi. Amekuja tu kwenye maisha yako. Ghafla unatokea kumpenda, ghafla kanatokea kukupenda. Tunaona sawa sawa? Kanakwambia utakuwa mama yangu, utakuwa baba yangu. Tunaona sawa sawa? Kuanzia leo utakuwa mwanangu. Tunaona sawa sawa? Unashangaa kanakuja kwenye maisha yako, kanabeba vitu vyako kuliko hata wale uliowazaa. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja kwanza nizungumze na watoto tuliowazaa. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, kila mtoto aliyozaliwa kwako yuko na kusudi na mpango ambao Mungu ameuandaa kwenye maisha yako. Uko mpango na kusudi ambalo Mungu ameliandaa kwenye maisha yako. Nimekuambia hivi, ili Mungu aachilie muendelezo wako, maanake lazima aachilie wana watakaobeba muendelezo. Biblia inasemaje? Na hii ndio itakayokuwa ukumbusho. Kwenye kitabu cha Kutoka, wakati Mungu anawalisha Pasaka, anasema itakuwa ni ukumbusho katika vizazi vyenu vyote. Vizazi vyenu vyote watakula Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa katika watoto tunaozaa, Mungu ametupa watoto ambao watoto Mungu ameweka kusudi kubwa ndani ya maisha yao. Ya katika hilo kusudi kubwa, hilo kusudi sio la kwao. Hili kusudi ni la wazazi. Mwambie mwenzako wazazi. Sema, mtumishi unazungumza nini? Nimewaambia juzi tumetoka Mwanza, tulikuwa tumeenda kwenye sherehe ya ndugu yangu amepewa uchungaji, si ndio? Mimi leo ni mtumishi hapa. Hii neema haijaja tu kwa sababu Mungu ametupa. Hii neema imeanza kwa wazazi wetu, ambao hao wazazi wetu na wao walipata kwa wazazi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sema, mtumishi unazungumza nini? Kwa aliyefika kanisa la Anglikana Kagera, ile kanisa Anglikana Kagera limeanzishwa na baba nyumbani kwake chini ya mwembe. Simeelewa. Uwanja kanunua yeye. La huku Mwanza ni kaka yangu kalianzisha. Kanunua uwanja yeye. Simeelewa vizuri. Hili la Bulega limeanzia nyumbani kwetu. Na ndio maana Paulo anasema sina shaka na imani ulionayo. Kuna mahala imetoka. Nisikilize, ili siri mojawapo kujua, lazima ujue ukiwa kama baba kama mama, uelewe kwamba watoto nini umebebeshwa kitu gani. Na katika kitu hicho lazima mtembee nacho. Hautembei nacho kiwa unataka. Ni Mungu, kwa sababu Paulo anamwambia Timotheo, sina shaka na imani ulionayo. Kuna mahala umeitoa. Sasa shetani anatotutengana kwa akili, anatotendea wazazi wengi. Wazazi wengi hawanaga tabia ya kuwalea watoto na kuelekeza sawa sawa na Mungu anavyotaka. Halo? Mmeiacha dunia iwalelee. Asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Katoto kanakwambia hata kita kivunjike, ungechelewa tu kidogo na mimi ningekuzaa. Unabaki unalia, yani jamani, mimi ni watoto. Shida sio watoto, shida ni wewe. Nisikilize, kuna laana nyingi mnawalaani watoto. Mwana wa kike si kila laana inakaa. Kwa sababu Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haifaidi kitu. Bwana Yesu asifiwe. Nilipenda sana mtoto mmoja aliendaga kupokeaga matokeo na baba yake. Wamefika pale mbele, wazazi wamekaa, watoto wako pale, wakaanza kusoma. Mtoto wa kwanza zawadi, dibele zawadi. Sasa baba mtu amekaa na mwanae, anamwambia mtoto wake, mwanangu, unaona wazazi wenye akili
Watoto wenye akili wamekuja kuheshimisha wazazi wao, wamepokea zawadi, wamekuwa wa kwanza, 1 2 3. Na yeye kale kadogo kakamwambia baba, unaona wazazi wenye akili wamekuja kuchukua matokeo na watoto wao na magari. Unabaki tu nawapiga tu mpana. Mimi nilikuwa wa kwanza. Sawa, ulikuwa wa kwanza. Umeishia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize. Hawa watoto tunaowazaa wamebeba vitu vikubwa. Umenielewa? Na hawa watoto tusipoelewa kanuni ya kuishi nao, na ndiyo maana tunawapoteza. Nisikilize. Ukimlea mtoto wa kike sawa na mtoto wa kiume, umepoteza. Mwambie mwenzako umepoteza. Bwana Yesu asifiwe. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Ukimlea mtoto wa kiume sawa na mtoto wa kike, umepoteza. Yakobo wakati anampeleka Dina, Mungu anamwambia Dina hatakuwa na taifa. Yakobo anauliza kwa nini? Kwa sababu Dina atakuwa ni chanzo cha mataifa mengine kutokea. Sio. Sikiliza. Mwanaume ni source ya generation. Sio, nielewa? Ni mwanzo wa vizazi. Tunaona sawa? Ila wa kike yeye ndiye anayesababisha hayo matokeo yawepo. Yaani ni hivi, kuwa na funguo hauna kufuli, hauna thamani ya ufunguo. Umeelewa vizuri? Kwa thamani ya ufunguo upo kwa sababu kufuli lipo. Tulifundishwa elimu ni ufungua nini? Haya, ukiwa na elimu huna kazi, umefungua nini? Kwa unajikuta badala kuwa na ufungua maisha una kifungo cha nini? Kwa sababu wenzako ambao hawakuwa na kifungo cha maisha, kazi zozote wanafanyaje? Sielewa. Ila wewe uliye na kifungo cha nini? Utasema, yaani mimi na degree yangu niendeshe bodaboda. Sielewa. Na degree yangu niuze mchicha. Hamna. Kwa siku zinavyozidi kusogea, ndivyo uhitaji wako na kusogelea kama nani? Kama mnyang'anyi, na umaskini unakujia kwako kama mateka. Mwambie mwenzako mateka. Kwa hiyo ukiwalea kwa mfumo mmoja, nisikilize. Watoto wa kiume wana nafasi ya kubadilisha maisha. Ila watoto wa kike wengi mnafundishwa kwamba wanawake ni viumbe dhaifu, si ndio? Neno dhaifu ondoa, kuna neno jingine. Yaani huyu mwanamke ni kama chupa, kama glasi. Mwambie mwenzako glasi. Kama kioo kile. Umenielewa? Kioo kikivunjika hakina nafasi ya kutengeneza. Ushaonaga kioo kikisambuka? Umenielewa? Ndivyo walivyo watoto wa kike wakipoteza. Wakifanyaje? Yaani akipoteza amepoteza mazima, na akijenga amejenga mazima. Kwa sababu gani? Siri ya baraka ya familia. Baraka Mungu ameiweka kwa baba, ila matokeo ya hiyo baraka yanamhitaji mama aliye na hilo kusudi la baba. Narudia. Matokeo ya baraka ya familia Mungu kayaweka ndani ya baba. Tokona sawa sawa? Baraka za familia Mungu kaziweka ndani ya baba. Ili hizo baraka zitokee, zifanyaje? Zifanyaje? Zinamhitaji mama. Na ndio maana kitabu cha Methali kinasema, mwanangu yasikilize mausia baba yako, tega sikio upate kupata ufahamu. Anasema kwa kuwa ninawapa mafundisho mazuri, usiache. Anasema kwa maana alikuwa mwana kwa baba yangu, mpole mpenzi kwa nani? Kwa mama yangu.
naye akanifundisha, akaniambia moyoni mwangu uyashike nani. Maana alikuwa mwana. Unaelewa mwana? Maana yake alikuwa msikivu. Kile ambacho baba anachomwambia ndicho anachofanyaje? Anachokifanya. Anachoelekezwa ndicho anachotenda. Lakini sema alikuwa mpole, mpenzi wa mama yangu. Maana yake nini? Kwa lugha nyingine, mama anatafsiri sheria iliyoko kinywani mwa baba. Ni hivi, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayo katiba, si ndio? Simeelewa? Inayo nini? Katiba. Halafu ile katiba ina sheria zake. Simeelewa vizuri? Kwa hiyo baba ni katiba, halafu mama ni sheria inayotafsiri kilichoandikwa kwenye nini? Kwa sababu baba anaweza kusema kuanzia leo hakutakuwa na yote atakaye kwenda kutembea. Amemaliza. Kwa mama ndio anakuja kudadavua, sema kwa nini ameambia msiende kutembea? Kwa sababu sasa hivi kuna watu wana tabia mbaya, wanalawiti watoto, moja mbili tatu. Kwa hiyo ndio tafsiri ya nani? Ya baba. Kwa nini aliwaambia msifanyaje? Kwa mama anatafsiri. Sio, unaelewa vizuri? Kwa hiyo anasema kama wana ni kama mishale mikononi mwa shujaa. Nisikilize, ili familia itoke kutoka eneo moja kwenda eneo jingine, linahitaji watoto waliokuwa mishale. Mwambie mwenzako mishale. Hivi ushafikiria kwamba kazini wanakuvuruga, alafu unafika nyumbani watoto ndo wanakuvuruga zaidi? Sio, unaelewa vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna vitu vinavyoenda. Leo nilikuwa nataka niweke huo utangulizi. Nadhani siku ya Jumanne mjikusanye tena, mje vizuri, nitawadadafulia namna sahihi ya kuwalea watoto, namna ambavyo Mungu anavyotaka. Umeelewa vizuri? Manake wengi, na ndio maana pale ambapo Mungu anapoona nafasi ya watoto wako kulibeba kusudi lako imekufa, Mungu anamleta mtoto mwingine ambaye hakutoka kwako. Na ndio maana Ibrahim alipotaka kumsogeza Ishmaeli kwenye agano, Mungu alimkatalia. Akamwambia ili agano lako liwe thabiti, atakayetoka kwa Sara ndiye atakayetekeleza agano. Kwa nini? Sara na Abraham, manake kusudi alokuwa nalo Abraham, tunaona sawa sawa, matokeo yake yamefichwa kwenye tumbo la nani? La Sara. Na hii hapa ndio maana watu wengi, wanaume wengi haielewi, wanawake wengi haielewi. Sikiliza, mke wako kuwa tasa au mume wako kuwa tasa sio kigezo cha wewe kwenda kuzana mwanamke mwingine nje. Simeelewa vizuri hapo? Simeelewa vizuri? Manake unauza. Ibrahim akamwambia, Bwana, si unajua Ishmaeli simemzaa mimi, si mtoto wangu, ni Mwebrania. Japokuwa wengi hapa waga nitafsiri vibaya, Ishmaeli alikuwa Mwarabu. Sikiliza, hauwezi ukawa muha ukaenda kuzaa Mdembe. Muha utazaa muha tu. Simeelewa? Huwezi kuwa Mwebrania tu kazaa Mwarabu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anamwambia sawa, kwa habari ya Ishmaeli nitambariki, lakini kwa habari ya agano hakai. Afanyaje? Hakai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa siku ya Jumanne, Mungu akitupa neema, tutaangalia nafasi ya kwanza, namna ya kutembea hawa watoto Mungu aliyotupa. Pandakuwa tutembee nao waje. Watoto wa kiume wanalelewaje? Watoto wa kike Mungu anatembea nao, anataka tutembee kwa namna gani? Halafu nitakuonyesha utakaposhindwa kutembea sawa sawa na Mungu kwa watoto wako, shetani akipata nafasi anaanza na watoto wako. Kwa sababu hawa watoto ndio lango la pressure la kifo chako. Mwambie mwenzako ndio lango la pressure yako hii. Lakini hao ndio lango la baraka. Takuonyesha Ayubu. Mungu alipomruhusu shetani
Kabla hajagusa fedha, hajagusa mifugo, Biblia inasema alianza kugusa watoto. Simeelewa vizuri? Kwa sababu Ayubu alikuwa anajua. Biblia inasema hivi, Ayubu alikuwa akiwatakasa wanae. Maana yake nini? Kila itapo leo Ayubu alikuwa akiwatenga wanae. Unaelewa tafsiri yake? Maana yake Mungu, hii baraka isiwe ya kwangu. Simeelewa vizuri? Iwe ni kwa ajili ya watoto wangu. Haijalishwa na kukosea mangapi. Asema yamkini huko waliko wamemtenda Mungu nini? Dhambi. Ila mimi niliyepewa maono ninatakiwa niwatakase. Na ndio maana Daudi alikuwa akimtakasa mwanae Sulemani. Na ndio maana hata Sulemani alipokosea, Mungu hakumpiga Sulemani, kwa sababu Mungu alijua nikimpiga Sulemani nimempiga Daudi. Na ndio maana Mungu anamtokea Sulemani amwambia hivi, Sulemani, unajua hata hapo ulipo umesimama ni kwa sababu ya neema baba yako nani? Daudi. Tuulize swali, hapo ulipo unasimama kwa neema ya nani? Maana umetoka kijijini umekuja mjini, wala baba kukwambia umjue Mungu wake, tembea na Mungu wake 1 2 3. Ila walichotushauri ni kitu hicho. Mimi ndicho walichonishauri, huko mwanangu nakoenda utakutana na baba yako na mama yako, taishi na watu vizuri. Simeelewa? Ishi na watu vizuri. Hawakuniambia habari ya Mungu, hawakuniambia wao Mungu amewapa kitu. Aliambia tukaishi na watu vizuri. Huko uliko utakutana na baba yako, utakutana na mama yako. Kwa hiyo nenda kaishi na watu vizuri. Kwa nilipokuja huku nikaambia nitakutana na mama yangu. Kwa nikakutana na wababa ambao walinielekeza kunywa pombe. Halafu huku ndiko akaniambia, "Wewe umeanza kunywa pombe." Uliniambia hivi, "Huko niendako nitakutana na baba na mama." Kwa niliokutana nao wamenifundisha kudanga. Awe haujaona mtoto anaondoka kwenye maisha yako akiwa salama, anaharibikia huko. Na nawashukurudi waga mkibanwa, hamnakaga kimya kama vile hayawahusu. Kimya eti kama hizo sisi. Mimi nazungumza na wenzangu na mimi ambao tulipoondoka kwetu tukaambiwa hivi, hatukuambia habari ya Mungu wetu, si ndio? Si ndio? Tuliambiwa hivi, huko muendako mtakutana na baba na mama. Kwa kaishi na watu vizuri. Tukasisitizwa, mwanangu, mtaji wa kwanza duniani ni watu. Ni nini? Kaishi na watu vizuri. Na ndio maana leo, kwa sababu hiyo, tunaishi na watu, tunaficha dhambi watu wasituone, ila hatuwezi tukamficha Mungu. Na ndio maana tunaweza tukawa ni wadangaji. Mzee fulani yule pale na mheshimu. Niliambiwa kaishi na watu vizuri. Wanajua kabisa umeshaolewa, lakini sema yule pale ule anamjua baba yangu. Wanatoka kijiji kimoja na baba. Sasa kiniona nimesimama nao najua nimeolewa. Sasa sikiliza, tutaonana baadaye, tutachati. Unamwona yule mzee? Yule namfahamu. Tunaheshimiana naye sana. Unaondoka. Na ndio maana kuna watu wengine ni wazuri kwa watu, si wazuri kwa Mungu. Wana siri ya baraka au laana iliyofichwa kwa wana au watoto uliowazaa. Kwa Ayubu alikuwa anajitakasia zake wanae. Haya, wenzangu na mimi kwema. Tukiondoka tunawaambiaje? Mkaishi na watu. Ongeza bidii kwenye masomo na mafanikio utayaona baadaye. Eti Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya Jumanne tutaangalia hapo. Natamani sana Mungu akupe sana muda na nafasi. Amen. Akupe muda na nini? Na nafasi. Ili tuweze kutafakari pamoja. Natamani tuwe na muendelezo. Amen.
Kuna kitu kikubwa sana Mungu anataka tufunulie hapa, na nitakuonyesha. Usipoweza kutembea na watoto wako kuelekeza kile kitu ambacho Mungu amewapa, shetani atakuelekeza. Kwa sababu kitabu cha Zaburi sura 127 kimetuambia watoto ni mishale, si ndio? Si ndio? Wana ni kama mishale, si ndio? Hawataona haya kusimama langoni na nani? Na adui. Lakini Zaburi hiyo hiyo sura 11 inatuambia watoto wetu ni akina nani? Sura 11 kifungu cha 2 kinasema hivi: maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika pondo, ili kuwapiga gizani wanyofu wa nini? Wa moyo. Maana tazama, wasio haki wanaupinda uta, wanaitia mishale yao katika upondo, ili kuwapiga giza wanyofu wa nini? Watoto ni mishale. Sasa wasio haki wanatumia mishale hiyo hiyo kuwapiga wanyofu wa moyo. Na ndio maana ni kweli utakuta umeokoka, baba ameokoka, lakini watoto hawana sifa ya wokovu wa baba alionao. Simenielewa? Simenielewa vizuri? Simenielewa vizuri? Ukitafuta hiyo sifa hawana. Ukitaka kutafuta vibaka wazoefu ni watoto wa wachungaji. Simenielewa vizuri? Wasioeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza. Mungu ameleta somo hili kwako. Mungu anataka, kuna maana anataka kutoe na watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Amina. Kitu tu ambacho unachotakiwa kutembea nacho leo, kachangamoto kakifika nako kuwekea Jumanne tafara kachanganua. Nataka ujiulize swali. Kwa nini maharage hayabunguliwi kuanzia nje kwenda ndani, ila yanaanzia ndani kuja wapi? Sasa tembea nako wako kwamba lile dumanzi liliingia wakati gani. Kama lingeingia ndani, tungeona jinsi lilivyopita likaingia wapi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Sio tunaona vizuri. Kwa nini kianzie ndani kuja wapi? Nje. Na kingine mpaka unapasua hivi leo na kikuta kinaruka. Sasa unajua kiliingia wakati gani? Sasa Mungu anataka kabla mwezi haujaisha, anataka kuondoa hilo dumanzi ambalo shetani ameliweka ndani ya watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Hilo dumanzi ambalo limekaa, yawezekana hata wewe mwenyewe ndani yako kuna dumanzi. Yawezekana Mungu anataka kulitoa. Anataka kulitoa hilo dumanzi hilo. Amen. Wanataka, nataka watoto tulionao kama vile wenzetu walivyozaa watoto. Jamani, wenzako ana raha. Wenzako anazaa mtoto. Yaani kale kama mtoto kanakuwa ndio sababu ya mama kushika milioni 2, milioni 3. Yaani wewe unazaa mtoto, ndio kinakuwa chanzo cha kwanza kufukuzwa na baba yake na makofi kiutoka. Kuna pando ambalo adui amelipanda, ambalo si la Mungu, tutaling'oa. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neema yako na fadhili zako na ukuu wako. Asante Bwana kwa utukufu wako na neema yako. Asante kwa fadhili. Asante kwa neema yako. Utukufu ni wako hata milele na milele. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana.